Natumaini kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea na majukumu yako ya kila siku na ya kawaida. Leo tutakwenda kuzungumzia kwenye huko Irani kwenye mlango bahari wa Hormuz. Bado tensions zinaendelea na mpaka sasa bado kwa kweli kuna kizungumkuti kinaendelea katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Karibu kwenye channel yetu ya MJ Channel. Leo tutakwenda kuiangalia taarifa ambayo kubwa kabisa kwenye vyombo vya habari vingi, na mojawapo ni DW imeripoti kuhusu Trump anasema kwamba Irani nayo inapaswa kutulipa fidia. Sasa tutaenda kuona ni kwa namna gani Rais Trump anasema hivyo na kwa nini anasema haya mambo. Tutaenda kuchambua kwa kina na tutajua mustakabali wa mazungumzo au mzozo huo unaendelea hapo Mashariki ya Kati. Tutaenda kuiangalia taarifa kidogo na tutaipitia kwa pamoja. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Irani italazimika kuwalipa fidia watu waliokumbwa na kadhia iliyochochewa na vita ama kadhia iliyosababishwa na watu hao. Rais wa Marekani Donald Trump wa Marekani ameyatolea majibu masharti ya Irani kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayoitaka Irani iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huenda yatatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hili la Trump ambalo hajawahi kulitoa awali ilikuwa ni jibu la madai ya Teherani ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja na hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Nafikiri ndo taarifa ambayo Trump ameendelea kuzitoa mara kwa mara, na hii ni taarifa mpya kwa sasa kwa sababu Rais Trump maneno namna hii au matamshi namna hii hajawahi kutoa ndani ya siku za hivi karibuni, na ni mara ya kwanza kutoa matamshi namna hii. Na hii inaleta picha au nadharia kadhaa. Moja wapo ya nadharia ni Trump anaona sasa kama Iran anadai fidia kupitia mzozo huu au vita hivi, basi hata sisi tunastahili tulipwe kutokana na Iran kusababisha vifo vya takriban miaka 50 iliyopita. Kumbuka Iran wameshawahi kuwateka wanajeshi wa Kimarekani walikuwa wanafanya operation katika eneo hizo miaka ya nyuma kidogo, miaka 1900 huko. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni hatua ambayo kama Trump anajaribu kurevenge kuhusiana na mustakabali wa vita vile vinavyoendelea pale Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kauli nyingine inaonekana kabisa inaashiria moja kwa moja kwamba Trump anajaribu kutuma ujumbe kwa nchi ya Iran na viongozi wa pale kwamba wasitegemee kwamba wanaweza wakapata hizo fidia kutoka Washington. Kwa hiyo nafikiri ni hatua ambayo Trump anajaribu kuilazimisha Teherani wakubali masharti ya Washington pasi Irani kuchukua hatua yoyote ile. Kwa hiyo nafikiri ni mbinu ambazo za kiuchumi, lakini pia ni mbinu za kisiasa, na anajaribu kutumia lugha za kipropaganda ili kuhakikisha kwamba Irani wasiweze kufanya chochote katika hili, na sidhani kama wanaweza kupewa hizo fidia ambazo, kumbuka Tehran wanataka kulipa fidia ya dola bilioni 300, kitu ambacho Rais Trump anaona kwamba hii si kweli na siwezi kufanya kitu cha namna hii. Kwa hiyo nafikiri ni hatua ya Rais Trump kujaribu kuionyesha au anajaribu kuona ni kwa namna gani Teherani kwamba na wao pia wamefanya uhalifu huko nyuma, kwa hiyo ni lazima na wao waweze kulipa fidia endapo watataka hizo fidia. Lakini masharti ya Irani waliweka wazi nadhani kama siku 3 zilizopita. Ni mojawapo ni kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Irani, lakini pia kulipa fidia kwa uhalifu uliosababishwa na vita
Sharti la tatu ni kusitishwa mara moja kwa kizuizi cha Marekani dhidi ya bandari za Irani, lakini pia nyingine ni kuvimaliza vita na Marekani. Kingine ni kuacha vitisho dhidi ya Irani. Lakini sharti la mwisho na la sita ni kuhakikisha kwamba kuachia mali za Irani zilizogandishwa na Marekani. Kwa hiyo ni masharti ambayo nafikiri Marekani anajaribu kutuma ujumbe au kuyajibu yale masharti ambayo Teherani au kule Irani walikuwa wanajaribu kuiambia au kuionyesha Marekani kwamba lazima uhakikishe kwamba masharti sita hayo lazima yaweze kuzingatiwa. Lakini hata hivyo Rais Trump amewajibu kwa kusema kwamba hapana, sitaweza kufanya hivyo kwa sababu hata nyinyi endapo mkisema mnataka fidia, basi hata sisi tunatakiwa tulipe hizo fidia. Lakini kwa kweli I consider that this is the tension katika eneo hilo, na nafikiri kwamba mzozo huu unaleta athari kubwa sana kiuchumi na kimazingira pia, kwa sababu katika eneo hilo mlango wa bahari wa Hormuz vita ilikuwa kali katika eneo hilo, na naamini kabisa katika hali ya mazingira katika eneo hilo, kutokana na mapigano ya mara kwa mara, utekaji wa mabomu chini ya maji, kwa kweli umekuwa ni uchafuzi wa mkubwa sana katika mazingira katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo kwa kweli bado vuta ni kubwa sana, na hatujajua ni nini kinaweza kutokea katika siku zijazo. Kimsingi binafsi nafikiri Marekani anajaribu kutafuta enemies kuhakikisha kwamba vita hivi kati ya Irani na Marekani basi lazima zisitishwe na lazima zimalizike, na Marekani hataki kushindwa katika vita hivi kwa sasa. Yeye anahakikisha kwamba lazima Irani akumbane na vikwazo vingi, na tumemwona amemwekea vikwazo vingi, vikwazo vya kiuchumi. Iran sasa hivi hawezi kuuza mafuta ghafi kutoka export kwenda nje mafuta, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba zero export from Iran to outside of the country. Kwa hiyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba wawe na sifuri kabisa kwenye usafirishaji na au uuzaji wa mafuta kutoka pale Iran kwenda nje. Lakini nyingine ni kwamba kuhakikisha kwamba wapewe vikwazo vya kiuchumi, kwa maana kuhakikisha kwamba Irani wasipate nafasi hata kupata bidhaa zozote zile kutoka nje. Unaona, tumeona mpaka wamewekewa vikwazo mpaka vya dawa kuhakikisha kwamba wasiwezi kuingiziwa hata dawa katika nchi hiyo. Na maisha kule Irani ni ghali sana. Bei pesa ni aina pesa kule kwao ni ghali sana. Huwezi kununua maji, unaweza kununua kwa kiasi kikubwa sana, yani pesa nyingi sana. Ni maji tu ya 500 au 1000, basi unaweza kutumia pesa nyingi sana kununua, sio chini ya dola kadhaa ili uweze kupata hayo maji. Kwa hiyo nafikiri Irani wanajaribu kuona ni kwa namna gani hivi vikwazo vinawasumbua na ni lazima vitolewe kabisa au vipunguzwe katika nchi yao. Lakini Irani wanailia pesa zao ambazo tayari ishakuwa zinamilikiwa au zimegandishwa Marekani. Kumbuka wana pesa zao zipo kule Qatar ambazo zimezuiliwa na Marekani, na wanataka zile pesa zichukuliwe au zirudishwe kwao, lakini Marekani anasema hapana, kutokana na nyinyi uhalifu mliofanya na uharibifu na uwaji na maandamano mliofanya hapo nyuma na kuleta kadhia kubwa katika wanajeshi na raia wengi, basi nafikiri kwamba hizi pesa mtaweza kuzipata. Kwa hiyo nafikiri Marekani anaendelea kumpa mbinyo Irani kuhakikisha kwamba wasiweze kupata hizo pesa. Kingine nafikiri hii tension ni kubwa sana katika eneo hilo, na jinsi ya kuzimaliza tension hizi zote au huu mzozo ni moja tu, ni kuja kwenye kufanya diplomatic affairs
kwa ajili ya hizo nchi zote mbili, kwa maana Irani na Marekani, ili waje kwenye meza ya mazungumzo na waweze kumaliza hizo, wapate solution ya pamoja, na kuona jinsi gani ya kuweza kumaliza masuala tata na kufikia mwafaka na majibu yalikuwa yenye usawa na yenye haki. Kwa hiyo nafikiri ni wakati wa nchi zote mbili kuja kwenye meza mazungumzo na kumaliza hizo tofauti zao kwa kutumia diplomasia. Kwa hiyo binafsi nafikiri diplomasia ni njia pekee ya kumaliza mzozo huu, ambalo dumu kwa sasa ni takribani miezi 6. Jamani, asante sana na tutakutana tena panapo majaliwa baadaye. Bye.